Nimekuahidi kwamba tutaungana na guest wetu asubuhi ya leo. They are here with me ndani ya studio, wako hapa, na bila kupoteza muda, unajua leo tunazungumzia topic ambayo ina affect thousands of students and parents hapa nchini kwetu, si ndio? Kuna watu ambao hawajui, hawana mtu wa kuuliza haya maswali, hawajui labda wakati ambapo mtu amepata grade fulani anafaa kufanya kitu gani, anafaa kwenda wapi, is it safe for them? And today nimeungana na wageni wetu ndani ya studio. Labda tu moja kwa moja mtupe tu brief introduction, mtuambie nyinyi ni kina nani, mnafanya kitu gani. Karibu sana. Asante sana Kabua, shukrani sana kwa kutualika siku ya leo ili tujadiliane mengi kuhusu masomo na sana kwa wale ambao wamemaliza kidato cha 4 wako pale nyumbani, na sasa hivi tunaona Kenya University and Colleges Central Placement Service wamefungua ile platform yao ambapo wanafunzi wanastahili kuingia pale na kujaza matakwa yao ama careers zile ambazo wangeona zinawafaa. Na ni vizuri pia kuwa na at least kuwashauri ili wajue ama tuwaelekeze ili wajue utakapoingia pale ni yapi utapata. Niseme kwa majina ni Alan Jenga na mimi ni mwalimu pale Nibs Technical College, ambapo pia sisi tuwafunza taaluma mbalimbali. Alright. Karibu sana Mr. Alan, na labda tuweze kujua kwa mgeni wetu wa pili, jina lako ni nani na wewe pia unafanya kitu gani? Asante sana Kambua kwa mwaliko huu. Tuangazie masomo. Ndiyo. Mengi kuhusu masomo. Kwa majina ni James Thranira Kaluai. Mimi ni msimamizi na mkufunzi katika chuo cha Topmax Training College, na ningependa kushukuru sana kwa fursa hii, kwa maana tuko na wanafunzi wengi ambao wamemaliza kidato cha 4 na kidogo wamechanganyikiwa. Ningefanya kipi? Ndio. Nitachukua career gani? Ama nitafanya nini baada ya form 4? Yes. Kuna yule ako pale nyumbani pia anasema, je, mimi nilifeli. Nitafanya vipi? Ndio. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuangazia hayo. Alright. Kwanza na ninapofahamu sasa hivi ni kwamba mna deal na TVET, ya? Sure. Na kuna belief ambayo watu wameiendekeza sana for so long. Inaaminika kwamba TVET ni ya watu ambao labda hawakufuzu, watu ambao wamefeli. Ebu tell me today, how true is that? Kambua, ni kweli watu wengi pale nje wamechukulia masomo ya TVET kama ya wale ambao walifeli ama hawakupata grade nzuri katika kidato cha 4. Lakini leo tuko hapa kuhakikishia ya kwamba hiyo ni myth tu. Manake ukiangalia the current economy of our country, the bigger chunk of it is being developed by these TVET graduates. Whereby TVET is basically meant for impacting the skills to these learners. Currently, Kambua, when you look at the world, I would say papers matter. Whereby certificate is important and skill is important. Yeah. For certificate will open the door for you, and the skill will keep you employed, yeah, or keep you moving. So Kambu, ukiangalia utaona wanafunzi ambao wanafanya masomo ya TVET, ndio, wanaweza kupata zile skill, wanaweza wakajiajiri wenyewe, na pia wanaweza wakaajiriwa. Na ukiangalia ile kitu inaangaliwa kwa sasa ni skill. The employers of nowadays, they are looking for what you can do, not what you know. Ndio. It's exactly what you can do. Purely skills. So hiyo inatuelekeza ya kwamba Kabua, TVET sio kwa wale ambao walifeli. Tuko na wanafunzi ambao tutasema ni graduates. We having graduates from universities who are coming to pursue TVET pathways. Okay. Simply because they want to venture into the job market.
Ndio. So Kambua kwangu nasema hiyo ni myth. TVET sio ya wale waliofeli. Kwa hivyo TVET ni akina nani? Who suits to join TVET? Labda unajua kuna mtu ambaye anasema ai, mimi nilipata A na maybe nakuwa nashauriwa ni join TVET ama nashauriwa 1 2 3, lakini sijui kama ni kweli ninaweza join pale na nifanye kitu ambacho ninaweza fanya pale, ama lazima niende huko kwa degree ama niende nikapasuu higher education. Kambua nitasema TVET ni ya watu wafuatao. Ndio. TVET imempa mwanafunzi ambaye hakufanya vyema katika masomo ya form 4. Ndio. Yule alipata grade ya D-, D plain, D+, C-, na pia yule ambaye alipata grade ya juu, C+ and above, na akiangalia the current trend of employment and the rate of unemployment we have in the country, anaona kweli akiangazia ama akifuata ile njia ya TVET itaweza kumuingiza katika employment. Pia TVET Kambua, it has been structured in a way that it can accommodate also class 8 dropouts. Ndio. Utapata mzazi ako na mtoto pale nyumbani ambaye alimaliza darasa la 8. Yes. Akakosa karo ya kumpeleka secondary. Na anauliza je, angeweza kufanya kipi kikamfaidi katika maisha yake? Ndio. TVET inapeana ile nafasi. Wewe ambaye ataanza kwa level ambayo tunaita ni artisan. Kupitia ile artisan huyu mwanafunzi ataweza kwenda certificate, aende diploma, aende degree, masters na pia PhD akitaka. So ukiangalia TVET ni njia ambayo iko na clear career progression path from class 8 to PhD holders. Kuna mtu alimaliza shule na labda akawa hawezi ama hiyo time ana uwezo wa kujiunga na chuo ama hata TVET, akawa amekaa labda sasa for 5 years na ana feel like okay, right now I'm okay, naweza rudi shule. Je, ako na nafasi ya kurudi shule? Ama labda niweze kujua period huwa ni gani ambayo maybe mtu anaweza kaa tu alafu baadaye aje ajiunge na shule, bora ako na kile cheti cha maybe form 4 ama ako na cheti tu cha primary. Swali nzuri hilo Kambua. Ndio. Mwanafunzi ambaye anapaswa kujiunga na chuo cha TVET sio yule tu amemaliza mwaka jana. Ndio. Ama ako na miaka 2 au miaka 3 after amemaliza kidato cha 4 au darasa la 8. Kambua, education has got no age. Okay. We have older people as old as 50 going to college to pursue their dream course. So kama kuna huyu mwanafunzi ako pale nyumbani alimaliza miaka ambayo iliyopita 5, 8, 10 kwenda mbele. Chuo cha TVET akiangalii miaka uliyomaliza, utaweza kwenda pale na utajiunga. Ndio. Yes. Alright, na kwa Mr. Alan, kwa sababu natumai kwamba una interact moja kwa moja na hawa unaitwaje, wanafunzi. Let me just call them wanafunzi. Labda niweze kuuliza ni changamoto gani ambayo labda wanaweza kupatana nayo wakati ambapo wanajiunga? Changamoto ni nyingi, lakini nianze Kabua kwa kusema hawa wanafunzi wanapomaliza kidato cha 4 wengi wao huwa hawaelewi ni kalia gani ambayo wanaweza wakaendeleza wakiingia chuo cha kiufundi. Na hapa ndipo tunaanza. Ya kwanza ni kutatua, kuwaelekeza kama ni mambo ya kalia, unawafanyia kalia guidance. Unaangalia yule mwanafunzi alimaliza kidato cha 4 alipata alama gani, hiyo ni kitu ya kwanza. Tena tunaangalia kama alikuwa amehitimu kufanya hiyo course, ni lazima you go deeper, uangalie personality yake na ujue hii personality yake ina fit wapi. Na nikisema mambo ya personality, ukiangalia kama nataka kuwa mwanahabari, kuna wale wanasomea kuwa wanahabari, lakini ukiangalia personality trait yao, wao wanakuwa
introverts. Ni introvert ya. Watu wakiwa introverts na wamalize kusoma, labda walichukua kalia ya journalism, itakuwa ngumu sana kwao wakiingia pale kwa industry kupata kazi. Ndiyo. Kuna wengine unapata pia wao ni introverts, wanataka kuchukua kalia kama sales and marketing. Yeah. Na sales and marketing is all to do with people. Yeah. Ni lazima watoke kule nje wakauze, wakatafute wateja, interactions with people. Lakini kwa interactions unapata wao they are introverts. Ya mwisho pia tunaangalia interest. Interest yako iko wapi? Sababu ni lazima uwe na ile jambo inakufanya uamke mapema. Kama wewe ni mwanahabari na hausomi, itakuwa gumu sana kwako kuwa mtu shupavu kwa ile kazi unafanya. Ndiyo. Kama hauna ile interest ya kujua unatafuta magazeti, unataka kama ni runinga, na si haswa ukifanya kazi, pia ukisoma. Ndiyo. Ni lazima uonyeshe ile interest. So ile shida kubwa tumeona kwa wanafunzi wengi ambao wanataka kujiunga na TVET ni career choice. Lakini niseme kuna shida pia ukiingia pale kwa Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Wanafunzi hawapewi nafasi ya kuchagua ile kalia mwanafunzi anataka, sababu pale utapata labda kuna ile wanaita cluster. Na hii si kwa TVET peke yake, hata universities kuna cluster, na cluster huwa inafunga wanafunzi wengi sana. Ukienda pale na ulikuwa unataka kusoma, labda ulikuwa unataka kuchukua kalia ya let's say ICT ama computer science or even medicine, you're interested in nursing, ulipata alama ya B lakini ukafeli biology. Yeah. So utapata pale ukienda labda hiyo ulipata alama ya C- ama alama ya C na wao wanataka C+ kwenda juu. Yeah. Utapata hautapata ile kosi. Lakini ukiingia pale ile university, kama unataka kuingia ile wanaitanga parallel, utapata nafasi. Ndiyo. So mimi ningetaka encourage young people, don't just take a course just because it's a degree. Ni lazima ujiulize, kama vile mwenzangu amesema, nitakapomaliza, nitakapohitimu, where will I get an opportunity for me to work? Yeah. Na I would confidently see, ukiangalia wale wanafunzi ambao wanahitimu from TVET institution, because basically we deal with skilling. Ukiangalia TVET, the TVET Act of 2013, ile ilileta Curriculum Development and Accreditation Council, CDAC, wameleta, they have very nice diploma programs. Hizi diploma programs kutoka what they are calling level 4, level 5, mpaka level 6, utakapo hitimu na diploma, utapata yule mwanafunzi ako na ujuzi wa kufanya kazi. Kwa mfano tuchukue hata hapa Standard Group. We are in a studio. Ukiangalia hapa unajiuliza, mbona niende nichukue mtu kutoka university nilete kwa hii microphone? Ukiangalia hapa you deal with ni hizi microphones, utagazaji hapa nyuma kwa wale ambao wana produce whatever we are doing. All these things are technical. Na sisi kama TVET sector, yale ambayo tunafunza is purely skilling. Na ukiangalia hiyo curriculum kutoka CDAC, Curriculum Development and Accreditation Council, focus yao ni ujuzi. Na ndo wanasema nowadays we are moving from the knowledge based learning, ile unasoma ili ujibu maswali, na tunaingia kwa unasoma ili uelewe and you apply ile knowledge umepata pale. Ndio wanaita competence based education and training, CBET. Okay. So focus inakuwa not only in knowledge. Ukiangalia kwa masomo, wale ambao tumesoma mambo ya walimu, tunafunzwa kuna domains 3 ya masomo. Ile wanaita skilling, knowledge, then unaenda kwa skilling, those are skills, then unaenda kwa attitude. Sasa focus ya hii CBET training inakuwa not only knowledge, but tuna focus on skilling na pia developing an attitude, so that yule mwanafunzi anaye hitimu pale with a TVET diploma is a complete person, is a all-round person. Ukikompare na wale wanaingia university and they graduate with knowledge, lakini ile knowledge ukifika ni application, unapata engineer. Engineer
let's say ana structural engineer anakupea kitu, for example in construction tunaita bar bedding schedule. A bar bedding schedule inaonyesha hii chuma utakapofika pale mwisho unaikuja hivi. Lakini yule engineer akikuja pale kwa ground unamwambia ebu sasa engineer umesema hii ndio bar bedding schedule, hii ndio chuma like those deformed bars, ebu tuonyeshe vile hii chuma tutakuja. Anasema gojea yule foreman yuko atakuja kuwaonyesha, sababu yeye ndio amesoma na ametoa zile drawings, working drawings, lakini ukimuuliza fanya, hiyo ndo inakuwa shida. Practical. So na unaona where we are in the Kenyan economy, we need more doers than planners, because plans ziko plans, they are there and they are good. Lakini sasa tunataka wale watu wa kwenda pale chini implementation. We are looking for welders, we are looking for painters, we are looking for tailors, we are looking for plumbers. Tunatafuta wale wanaingia hapa studio, they can work with those editing softwares. Wakiingia hapa even hata tuangazie labda hata kwa hoteli. Ukiangalia pale kwa hoteli, ile kitu anataka it's waiters ambao wako na ile showmanship, itafanya yule customer arudi pale kwa ile hoteli. Ukiingia pale kitchen, you wonder why would somebody go to a university to take a course in production, food production. Pale kwa zile majiko ziko pale, wale ambao wanahitajika pale ni wale ambao wamehitimu na ile diploma skills ya food production, skills in service, skills for example in housekeeping, skills in front office, because all these ile kitu mwajiri anatafuta, anatafuta yule mtu ambaye anaweza kaleta solution to the problems za wale wateja wanaingia pale. Na kwa hivyo niseme haya ndio yale ambayo tunakumbana nayo pale. Lakini we have a lot to do, sababu wanafunzi wengi wanataka kuwa proud to be in a university. Na sisemi university ni mbaya. Wale ambao wamehitimu na alama ya A, you scored an A in university, go and become a lawyer, go and become a medical doctor. We need these people, we need researchers, we need professors to train. Lakini wale ambao wako na hiyo B, wako na B-, wako na C+, na hizo grade zingine zote, wacha wajiunge na TVET institutions, tuwape zile skills, ili watakapo maliza masomo yao, nao wanakuja pale na kuleta ile ujuzi. So Mr. Alan, umesema kwamba sasa hivi mwanafunzi akijiunga pale chuoni, alafu afike uone kwamba ile kozi ambayo alichagua haiendani na interest zake, haiendani na personality yake, na unaweza muadvise akachukua kozi nyingine, anaweza badilisha? Wanaweza wakabadilisha, tunawapea hiyo nafasi. Lakini mwanzo na mimi ningesema kama mahali na nimesema nafanya kazi NIBS, kitu ya kwanza ni kujua, kuhakikisha ya kwamba yule mwanafunzi akiketi pale, you take them through. Si mwanafunzi anatoka kidato cha 4 na anakuja nasema mimi nataka kusomea utangazaji. Sababu wengi waliona Kabua, wanasikiza Kabua hata sahi na wanasema mimi ningetaka kuwa kama Kabua. Mimi husema ama sisi tuamini kalia si kama kuingia kwa hoteli unakosa kuelewa menu, then unaangalia kwa hoteli unasema nataka chakula kama cha yule. Hawezi. Ama unaenda pale kwa shule unaangalia na unasema mimi ningetaka kusoma kama Anko, mimi ningetaka kuwa, wewe ni wewe. Mimi nikiwa Jenga, mimi ni Jenga. Ukiwa Kabua, wewe ni Kabua. And there are distinct features zinakufanya kuwa Kabua. Distinct features ama traits zinanifanya kuwa Jenga. Na kwa hivyo ni lazima sisi tuchimbe ndani na tuelewe yule mwanafunzi bona aseme anataka kusoma upishi. Unamuuliza kwa hii safari nini unajua kwa upishi? Ukimaliza ungetaka kuwa nani? Unapata yule mwanafunzi yale ambayo anataja angetaka kuwa na ile kosa anasema anataka kufanya haziambatani. So kama ni utangazaji unaangalia hiyo nimesema personality. Na tunasema those 4 personality types. Kuna wale ni sanguines, kuna wale ni choleric, kuna wale ni phlegmatic. Hivyo unamuelewa na unamwambia kama unataka utangazaji ni lazima utengamane na watu. Na hapo ndipo pia mzazi anaingilia. Na unauliza mzazi, huyu mwanafunzi amesema ama huyu mtoto wako amesema angetaka kusomea utangazaji, pale nyumbani unamuona vipi?
Yeye ni mtu wa aina gani? On that point actually, kuna wazazi ambao ama mtoto wake atasema kwamba mimi nataka kufanya kitu fulani, niko na passion ya kufanya kitu fulani, ningetamani kwenda kufanya plumbing, so to take responsibility and also be accountable. Watakapoingia pale kuchagua a pathway or even a career, they must be serious na wajielewe wao wenyewe kama vile tume explain vizuri hapa, na wajue yale masomo wanaenda pale kusoma, it's not for their parents. And number 2, in colleges and universities is not like in high school. High school wote tulikuwa tunatia bidii ili either tuingie university ama tuingie TVET. Pale unatia bidii sababu unataka an opportunity which are very rare za kuajiriwa ama pia wewe kujiajiri. And therefore you are getting skills, and that's why you need to be twice serious. As you are in high school ulikuwa unasomea mtihani. Pale hausomei mtihani peke yake. Ni maisha. Pale ni maisha, na maisha ni yako. Any wrong decision you make will affect you for life. Pale unajua ukimeka a brother in form 4, you can either join TVET or maybe join a degree through a wrong route. But in life, if you make a mistake in choosing a career, if you make a mistake in wasting yourself in a tertiary institution or in university, you end up just becoming a wreck in the society. And therefore, let's take serious mambo ya masomo. Lakini pia kwa serikali ningetaka kuwapea changamoto kidogo. Sababu pale wanafunzi wakienda kuchagua courses in Kenya universities and colleges Central Placement Service, wanafunzi wengi wanachunjwa na wanachukua, the government place them in any career available in universities, because universities are told to declare vacancies. So they declare so many courses, some of them are completely irrelevant. Na mwanafunzi anachukua 4 years. Labda ameenda Mombasa, ameenda wapi, mzazi amefanya a lot of investment. Wengi wanaenda kuuza mashamba, wanauza kila kitu. Yule mwanafunzi asome, anahitimu na shahada ambayo haieleweki, and there are no opportunities. That's why we have so many young people. They are desperate. They are saying there are no jobs. It is good they embrace TVET. Now wajue in TVET, whether you get a job or you don't get a formal job, you will employ yourself because you have skills. Nasema shukran sana, it's a good conversation. Ningependa iendelee, lakini muda umetupa kisogo, na natumai kwamba kuna mzazi na mwanafunzi pale nje ambaye ameweza kusaidika from this conversation. Ni kweli. Labda tutai have some other time, who knows. Karibuni tena sana, na thank you for coming. Asante sana Kambua. Asante sana Kabuga, asante. All right.